Naam, habari gani mpenzi mtazamaji wa Simba TV? Ni katika juma lingine tena kwenye kipindi chako bora kabisa cha michezo. Hapa Simba TV, ndani ya juma hili kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea wewe mpenzi wa Simba Sports Club, kwa maana mshabiki, mpenzi, mwanachama na yule ambaye anayetakia mema klabu yake pendwa kabisa Simba Sports Club, kwenye kipindi chao pendwa kabisa ambacho kinahusiana na taarifa njema nzuri za klabu yao pendwa. Hii leo Simba TV inazalishwa kutokea hapa visiwani Zanzibar. Kama ambavyo unaona mandhari ni ya tofauti kabisa. Kuna mlango hapa au jamii ya milango ambayo inapatikana kwenye maeneo ya pwani, hasa eneo la Zanzibar, lakini pia hata mandhari na haya mazingira ambayo Simba TV inazalishwa katika juma hili ni kutokea katika maeneo haya. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye niko nakuletea utamu na uhondo huu wa Simba TV katika juma hili. Kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea mpenzi mtazamaji. La kwanza kabisa, kikosi chetu namna gani ambavyo kilifanikiwa kufika hatua ya finali ya kombe la muungano ambayo tumekuja kushindana hapa visiwani Zanzibar. Hii leo swali la kwanza, kama nilivyotoka kukuambia, tutakuletea walau kwa uchache na kukupitisha matukio yote ambayo tumekutana nayo au tumeyapitia hadi tunatinga hatua hiyo ya finali. Tukio la kwanza ambalo tunakuletea ni namna gani kikosi kiliondoka pale Dar es Salaam, jinsi ambavyo ilivyokuwa safari nzima, kilivyofika hapa visiwani Zanzibar, kilifikia wapi, maandalizi yalivyokuwa, baadhi ya michezo, kwa maana michezo miwili ambayo tumecheza. Mchezo wa kwanza tukapata ushindi wa bao 1-0, mchezo wa pili tukapata ushindi wa bao 3-0. Performance nzuri kutoka kwa wachezaji wetu na baadhi ya matukio ambayo yalitoka katika michezo hiyo miwili. Tutashuhudia pia mabao ambayo yalifungwa katika michezo hiyo yote miwili. Mchezo wa kwanza tukifunga bao 1 likifungwa na Selemani Mwalimu Gomez. Mchezo wa pili tukifunga mabao 3. Performance nzuri ya wachezaji, lakini pia baadhi ya matukio ambayo utapata nafasi ya kuyaona. Lakini pia mwisho tunakuja kushuhudia walau kwa uchache interviews za wachezaji ambao walizungumza mara baada ya mechi hizo mbili, lakini pia tutakuja kumsikia kocha mkuu na Steve Barker akizungumza maandalizi, lakini pia mara baada ya michezo hiyo kumalizika. Kisha tukiondoka hapo sasa, tutakuletea uhondo mwingine au story nyingine ambayo inahusiana na mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao sisi Simba Sports Club tutakuwa nyumbani katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Pengine utakuwa unajiuliza ni mchezo gani huo? Mchezo ambao uko mbele yetu katika ligi kuu ya NBC ni mchezo dhidi ya mtani, kwa maana Dar es Salaam Derby, Tanzania Derby. Ni mchezo mkubwa si Tanzania tu, Afrika Mashariki na Kati na Afrika kiujumla, kwamba sisi Simba Sports Club tutakuwa nyumbani katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel tukimkaribisha mtani au mpinzani wetu Young Africans katika mchezo. Utapata nafasi ya kumsikia kocha mkuu Steve Barker akizungumza maandalizi kuelekea mchezo huo, lakini pia tutapata nafasi ya kumsikia semaji la CAF Ahmed Ally akizungumza maandalizi kuelekea mchezo huo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Naam, mara baada ya kutoka kushuhudia mapumziko hayo mafupi, kama ambavyo nilikwambia hapo awali, story ya kwanza kwenye Simba TV ndani ya juma hili ni kuhusiana na kikosi chetu, namna gani ambavyo kilitoka pale nyumbani Dar es Salaam kuja hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kombe la muungano, na namna gani ambavyo tulipambana, wachezaji wakionyesha performance nzuri, viwango bora, mchezaji mmoja na timu kiujumla hadi kutinga katika hatua hiyo ya finali. Utapata nafasi ya kuona timu ambavyo iliondoka nyumbani, lakini pia utapata nafasi ya kuona namna gani ambavyo tulicheza vizuri kwenye michezo yetu miwili. Mchezo wa kwanza tukipata ushindi wa bao 1-0, bao likifungwa na Selemani Mwalimu. Mchezo wa pili tukipata ushindi wa mabao 3-0. Performance bora na nzuri kutoka kwa wachezaji wetu. Lakini pia tutapata kuona mabao ambayo alifungwa katika michezo hiyo miwili, vitu tofauti, matukio ambayo yametokea. Lakini pia mwisho tutakuja kusikia interview au mahojiano wa wachezaji ambao walipata nafasi ya kuzungumza mchezo wa kwanza na mchezo wa pili. Hii hapa story ya kwanza ambayo tunakuletea ndani ya Simba TV katika juma hili. Jospin Loemba, Anthony Mligo anamina cross nani, Selemani Mwalimu Gomez amekataliwa. Gomez! Walete kati. Kuna daraja lilikuwa bench, lilisubiri muda tu lije kuonesha kwamba nyinyi ndo mnastahili mafunzo. This is Simba. Hii ndo maana kamili ya nguvu moja. Mashabiki wanafurahi. Selemani Mwalimu Gomez
Nyota amecheza mpaka kombe la dunia la club. Mafunzo alihitaji password, walifanya makosa wenyewe, walikaa nyuma kwa namba kubwa muda mrefu. Nafasi ya kwanza ilishindikana kwa Selemani Mwalimu, wakamrejeshea tena mpira kwa mara nyingine. Mara hii akawawasha, ameitia ndani ya kamba. Selemani Mwalimu Gomez, uwanja huu amefunga sana akiwa na KVZ wakati anacheza ligi kuu ya Zanzibar. Duchu wanajaribu kukimbizana sasa. Chama na Okorocha, Chama na Mali, Chama anaweka ndani, kuna nafasi. Selemani Mwalimu, Steve Barker anatabasamu. Simba na unguruma, Siko na furahi. Ubaya ubwela season 2 ni mfalme wa nyika, ni Selemani Mwalimu Gomez, super sub. Amani Stadium Zanzibar inatabasamu. It is a day, Muungano Day. Selemani Mwalimu, Sele Gomez. Tazama mali ilipoanza, iliwekwa pasi kumtafuta Fipo, si mwamba wa Lusaka, the brain, mzee wa locomotive feint, akafanya maajabu, miracle ndani ya uwanja wa Amani. Selemani clinical finish, what a goal! Bravo, bravo Triple C. Ubu alipotea, Mwalimu amesikru. What a flipping, fantastical, sensational. Wow, wow, Simba moja. Kibisawala, Mpanzu na boli, anacheza kwa Maema. Maema anaweka pasi kumtafuta Chama, mwamba Lusaka anamwekea nafasi. Ura! Nani alikwambia Simba unataka kujivunja? Nani alikwambia Simba unataka kula kona? Hiyo kona ya nani alikwambia? Simba wanaitaka fainali, wanaitaka dabi ya Kariakoo, wanamtaka mtani wao, wanamtaka Young Africans. Wanasema kwisha. Ahmed Yari anatabasamu, anasema 2-2, tumekula 2-2 hizo, umeziona? Golikipa anajimwagia maji angalau apoze joto. Hamadi Ubu Ahmad. Simba wanatumbuiza, ni burudani ya soka. Triple C, pasi hiyo ni kama pilau sikukuu ya Idi, ni kama pilau kwenye Christmas. Pasi moja kisu kweli kweli, pasi ya kutongozesha mpinzani aje kichwa kichwa, nayo imekula za kichwa, inamkuta Anseura. Steve Barker, jasho jembamba na mtirika. Nafasi nyingine, Maema, bao la kufungia siku. Heri ya sikukuu ya Muungano. Mwenyekiti wa bodi ya Simba Crescentus Magoli, utamwambia nini? Inapigwa mapiano ama piano kutoka Afrika Kusini, bondeni kwa Madiba. Golikipa Hamadi Ubu anashangaa, mashabiki wa Simba wanapata raha. Toba anasema it is matter of time, it is matter of time. Kariakoo derby is loading. Kariakoo derby inanukia, ni kama pilau kutoka nyumba ya jirani, inanukia. Tazama namna ambavyo Neo Maema amemkadiria golikipa, amesimama tu,
kama mchungaji anahubiri, amesimama tu kama imamu anaswalisha, hana cha kufanya. Golikipa Hamad Ubu Hamad ameikevu mbali kabisa na kutagia njiwa kule. What a goal! Bao la Gideoni, bao la siku, bao la kusindikiza sikukuu ya Muungano leo. I think it was a tough game for us in the first 20 minutes because, you know, they came with a game plan, just how we analyzed them. They had a line of 6 at the back, so it was difficult for us to penetrate. But we knew that we had to be patient, you know, and make sure that we move them. And, you know, going to the halftime with 0-0, we know that it's going to need character, not only talent on the pitch, but more fight from us. And I'm happy the boys, you know, up the game in the second half because we knew that they were going to get tired. Because I'm just happy with the game plan, how we executed it from the coaches. And yeah, we can only carry on from here. All teams, I think they study us also. So we have to take our game to the next level, you know. And I think our main problem is that we created a few chances. And I think that if we take those chances, the game opens more, you know. But then if you don't score, they're still closing. But also we have to be careful about their transition because they're the very quick players. But then I'm glad that in the first half we could contain them and create a few chances with a low block. And in the second half we knew that they're going to get tired. So the more we continue to play as a team and make sure that we put more balls, you know, in their half and we play more in their half, we knew that we're gonna score. I think it's more, you know, what we do on a training pitch, you know, and we always put ourselves under pressure, you know, as offensive players to continue to help the strikers, you know, and also help the team to score more goals. And I'm happy to get the goal. You know, those are my things, man. Yeah, no, those are my things, and I'm happy that today I could score a beautiful goal. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umemaliza salama bila injury yoyote. Na cha pili ni furaha kubwa kupata mchezaji mwenye nidhamu. Ndio kwanza mara yangu ya kwanza na hii ndio mechi ya pili Amani hapa kucheza. Mechi ya pili nimepata mchezaji mwenye nidhamu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, pia ndio yote la kushukuriwa, hakuna mwingine zaidi ya Mungu. Nikikuuliza mechi ilikuwaje? Kipindi cha kwanza pasina kufunga bao, kipindi cha pili tukarudi tukafunga mabao matatu. Mechi kipindi cha kwanza ilikuwa nzuri, tuna play vizuri. Sema ndio ilikuwa hatujapata bahati ya kuscore. Cha pili tumeitwa, tumeongea na walimu wetu, ametupa maelekezo, tumerudi, tumepata magoli matatu. Sawa. Unadhani tulikuwa bora wapi leo hasa kipindi cha pili tukafunga mabao matatu? Bora tulikuwa tuko sote kwanza. Bora tulikuwa tuko sote, tumetengeneza magoli. Mbele kulikuwa hakuna mawasiliano, ndio walipopata mawasiliano tumefanikiwa, tumepata magoli matatu. Sawa Mbegu, unajivunia zaidi kucheza hapa uwanja wa Amani kwa sababu kwenye kombe lililopita hapa umefunga bao kwenye mchezo mmoja, kwenye kombe lililofuata hapa umechukua tuzo na tukiwa tunaelekea kwenye finali. Najivunia, ni furaha kubwa kwangu mimi tena sana tu. Mechi ya pili, mechi ya tatu kucheza Mapinduzi, mechi za moja ya hapa mbili. Ndio mapata mchezaji bora. Namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru na viongozi wangu kuniamini, kunipa nafasi. Hapa ndio nyumbani Zanzibar? Hapa ndio nyumbani Zanzibar. Confidence inazidi zaidi kucheza hapa? Popote tu mimi confidence ipo popote tu. Sawa. Kwa niaba ya wachezaji, mechi iliyopo mbele ni mechi ya dabi, mchezo wa finali. Mechi ni ngumu lakini tutapambana na matokeo. Lazima kwa Mwenyezi Mungu ana uzima, matokeo tutapata. Tuna ubingwa tutachukua. Inshallah. Amina. Na ndoto yetu nini? Kuchukua ubingwa hapa na ligi dada. Inshallah. Amina. Pongezi kubwa kwa Mwamba wa Lusaka ambaye amekuwa game changer baada ya kuingia yeye na wataalamu wengine wakafanikiwa kupika mabao matatu na mnyama anaondoka oya oya. Kwa namna ambavyo mechi ilikuwa, unadhani tuliwazidi wapi wapinzani? Kipindi cha kwanza hatujafunga bao, lakini kipindi cha pili tulifunga bao. Ni hizo substitution kwa maana mabadiliko au tulikuwa bora kwenye maeneo mengine? Mabadiliko, kwa sababu ukiangalia magoli yamefungwa na wachezaji wote ambao wameingia. Ukitoa goli la tatu la Neo Maema ambalo yeye alikuwepo tangu mwanzo. Lakini setup ya magoli yenyewe yamefanywa na mchezaji ambao wameingia kwa maana ya Mwamba Lusaka. Kwa hiyo baada ya kipindi cha kwanza kutai na kuwa bila, mwalimu akaangalia madhaifu ya kuwapi na akafanya mabadiliko ya kimkakati kwa ajili ya kuchachua timu na kutafuta magoli. Hapo ndipo ambapo tumewazidi Mlandege, namna ya kubadilika, namna ya kufanya mabadiliko hatari kwa ajili ya timu, ndipo ambapo Steven Becker ameonyesha ukubwa na ubora wake. Sawa. Neo Maema mchezaji bora wa mechi, Hussein Mbegu ameibuka mchezaji bora au mchezaji mwenye nidhamu kwenye mchezo huu wa leo.
Mbegu leo amenikata kiu na ameniondoa mashaka yangu yote. Na rasmi sasa namsimika kuwa mchezaji wa timu kubwa ya Simba Sports Club. Kwenye under 20 kule hatuna haja tena ya kuendelea kumtumia. Awaache vijana wengine na wenyewe wapambane kutafuta nafasi ya kuja huko. Mechi ya leo amecheza kikubwa sana. Kumbuka amecheza na central defenders wawili. Na anapotoka central defender mmoja, maana yake mfumo unabadilika, style of play inabadilika. Ameanza na Rushain, lakini Mbegu yeye akacheza kwa kiwango kile kile. Akatoka Rushain akaingia baba mwenye nyumba. Najua yule mwanamume yule Ture anachukua afu na muda anaondoka mwenyewe sasa. Anaondoka na kwenda wapi nje uwanja? Sindikiza mwenge. Tuondoke. Ture. Alhamdulillah. Umeona bwana. Kwa hiyo akatoka Rushain akaingia tu. Bado Mbegu yuko pale na amecheza kibeki halisi. Ametimiza majukumu ya beki tu. Amefanya kazi za msingi. Jana nilimposti. Baada ya kumposti kuna mtu mmoja akasema akipunguza vitu vingi atafika mbali. Umeona hiyo Na leo ndicho alichokifanya. Hakuwa na vitu vingi. Anakuja, ana clear, anakuja header. Yaani kwenye header anaruka header ya chini kwa chini, ya kusafisha anasafisha. Yaani amecheza kwa standard ya hali ya juu kweli kweli. Mbegu tumepata mrithi sahihi. Tumepata beki wa maana kweli kweli. Ni vitu hivi viwili vinatakiwa. Ajitambue, asivimbe kichwa kwa sababu kwa umri wake na kazi anayofanya na hela atakayoanza kupokea na watu watakaoanza kumzunguka ni pressure kubwa kweli kweli. Akifanya masihara inamchukua, inamuondoa. Na Simba tuna muda kumsubiri mtu. Sisi ni unaweza unabaki, uwezi safari. Muda huu hatuna. Sijui mtoto wetu umetoka under 20, muda huu hatuna. Kwa hiyo hilo lazima alifanyie kazi, na sisi tutakuwa naye bega kwa bega kumsaidia katika maisha yake ya nje na ndani ya uwanja. Na nyingine ni sisi lazima tusimame naye kidete kwa ajili ya kumuongoza. Mbegu ni hazina kubwa kweli kweli. Mbegu ni mchezaji wa daraja la juu kweli kweli. Leo amedhihirisha na leo amethibitisha. Neo amekuwa nyota wa mchezo kileo, anastahili. Kimsingi mechi leo wale makocha wanaofanya uteuzi wamepata kazi ngumu kwa sababu hata Mbegu vile vile alistahili kuchukua hiyo tuzo. Neo vile vile amestahili kuchukua hiyo tuzo, lakini Mwamba wa Lusaka vile vile amestahili kuchukua hiyo tuzo kwa sababu ametengeneza magoli mawili ambayo yaliwaua kabisa. Kwa hiyo kila ambaye amecheza leo Simba Sports amestahili kuchukua hiyo tuzo, lakini kwa Neo Maema amestahili zaidi, amepata tuzo. Ni mwendelezo wa kuwa na wachezaji bora kwenye timu yetu. Naam, nadhani utakuwa umeenjoy na kuona story hiyo fupi au namna gani mnyama hadi anatinga hatua ya fainali kwenye kombe la Muungano. Wachezaji ambao walicheza performance bora na nzuri kutoka kwa wachezaji wetu na vitu tofauti ikiwemo mahojiano ambayo wachezaji walipata nafasi ya kuzungumza, mabao waliofungwa, lakini pia highlight au baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika michezo yote miwili hadi mnyama kutinga fainali. Lakini pia bila kusahau namna gani mnyama ambao alianza safari kutokea pale Dar kuja hapa visiwani Zanzibar. Tuachane na hilo, tuondoke hapo sasa, tuende katika story yetu ya pili. Story yetu ya pili ni kuhusiana na mchezo ambao unafuata kwa maana ligi kuu ya NBC. Sisi Simba Sports Club tutakuwa katika uwanja wa nyumbani, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Tutamkaribisha mtani kwa maana Yanga katika mchezo huo, mchezo ambao ni mchezo mkubwa, mchezo unagusa hisia za mashabiki wengi wa soka nchini na hata wale ambao wako nje ya nchi. Sisi Simba Sports Club tunatamani na tuna kiu ya kufanya vizuri katika mchezo huo, kupata ushindi ili kujiweka vizuri katika mazingira ya ligi kuu ya NBC, na kile pia kuhitaji kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea. Malengo makubwa ni kufanya vizuri katika mchezo huo, kupata ushindi katika mchezo huo na kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Kwa nini tumeamua kwenda katika uwanja huo wa Meja
Jenerali Isamuhyo, msemaji la CAF Ahmed Ally atazungumza namna gani maandalizi ya timu yalivyo, namna gani ambavyo tunajiandaa kwenda kuuza tiketi, majukwaa yatakuwaje, mashabiki watakaa wapi, kiasi gani kitakuwa wapi, viingilio vitakuwaje, tunajiandaaje na maandalizi yote kwa ujumla. Msemaji la CAF au meneja wa habari na mawasiliano wa klabu yetu kwa maana Ahmed Ally, yeye atakuja kuzungumza. Lakini pia maandalizi ya kiufundi, namna gani wachezaji wamejiandaa, tunajiandaaje kwenda kiufundi katika mchezo huo na kuhakikisha tunafanya vizuri na kupata point 3 kama malengo yetu walivyo. Tutapata nafasi pia kumsikia kocha mkuu Steve Barker, yeye akizungumza katika eneo hilo la kiufundi. Hii hapa story ya pili nikikuletea Ahmed Ally pamoja na kocha mkuu Steve Barker. Uwanja wa Meja Isamuhyo makadirio yake wanaingia kati ya watu 9,500 mpaka watu 10,000. Tafsiri yake ni kwamba kutoka watu 60,000 ambao walikuwa wanaingia Benjamin Mkapa kwenda kuitazama mechi ya Simba na Yanga, sasa ni watu 10,000 pekee ndio watakaoingia uwanja wa Benjamin Mkapa. Nini maana yake? Maana yake hapo ni survival of fittest. Yule ambaye atakuwa sharp kwenye kununua tiketi ndiye ambaye atafanikiwa kuja kuiona Kariakoo Derby ya Meja Isamuhyo. Lakini si jambo la kushangaza kwa sababu kutoka kwenye watu 60,000 ambao huwa wanaingia kuiangalia derby ya ligi kuu msimu huu ya raundi ya kwanza, waliingia watu 15,000 katika uwanja wa Amani. Kwa hiyo hatutoki pale kwenye 60,000, natoka pale kwenye watu 15,000. Sasa ni watu 10,000 pekee katika uwanja wa Meja Isamuhyo. Kwa hiyo viingilio tutatangaza very soon, na namna ya upatikanaji wa tiketi vile vile tutatangaza, na baada ya kutangaza viingilio na tukaanza kuuza tiketi, hapo sasa si wakati wa kudema, si wakati wa nitanunua tiketi uwanjani, sio wakati wa kusema nitanunua tiketi kesho. Hapo tumeanza kuuza tiketi, unanunua tiketi muda wako huo. Nafikiri tutakwenda kuifikia record ama kuivunja rekodi ya Soweto Derby. Nafikiri tiketi kuuzwa na kumalizika ndani ya lisali moja, tiketi za Kariakoo Derby. Yes, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kushuhudia yale yote ambayo tumekuandalia ndani ya Simba TV katika juma hili. Kuna mengi mazuri pengine ambayo ulikuwa ukisikia na ukitamani kuyafahamu kutokea hapa ndani ya Simba TV. Kama ilivyo ada, kama ilivyo utaratibu wetu, mara zote huwa tunakuletea kile ambacho wewe mshabiki, mwanachama Simba Sports Club unatamani kukisikia, kukiona na kukushuhudia kutoka kwenye vyanzo rasmi vya klabu yako pendwa, kama ambavyo nimekuwa nikikwambia mara zote. Kama si hapa katika Simba TV, basi ni katika mitandao yetu ya kijamii ya Simba Sports Club, ndio mahali ambapo pekee unaweza kupata taarifa zote rasmi zinazohusiana na klabu yako pendwa Simba Sports Club. Katika Simba TV ndani ya juma hili tumekuletea mengi mazuri. Story ya kwanza ni kuhusiana na timu yetu, namna gani ambavyo ilitoka Dar hadi kuja hapa Zanzibar, namna gani ambavyo tulipata nafasi ya kwenda kucheza mchezo wa finali wa kombe la Muungano, michezo miwili ambayo tumecheza, ushindi tuliopata, mabao ambayo walifungwa na matukio baadhi tofauti ambayo yalitokea katika safari yetu hiyo hadi kufika katika hatua finali. Mwisho tukaja kupata nafasi ya kuwasikia baadhi ya wachezaji ambao walizungumza mara baada ya michezo yote hiyo miwili kumalizika. Story ya pili tumekuletea maandalizi yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC, sisi Simba Sports Club tukiwa nyumbani katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, tukimkaribisha mtani wetu Yanga katika mchezo ambao sisi Simba Sports Club tunatamani kupata point 3 kama ambavyo malengo yetu yalivyo. Lakini pia katika story hiyo tumepata nafasi ya kumsikia Ahmed Ally, meneja wa habari, lakini pia mwisho tumekuja kumsikia kocha mkuu Steve Barker. Yes, Steve Barker akizungumza maandalizi katika eneo la kiufundi, lakini pia Ahmed Ally akizungumza maandalizi kwa maana katika maeneo mengine tofauti kutazamia huo mchezo. Mimi ni Tobias Sebastian ambaye nilikuwa nakuletea Simba TV ndani ya juma hili, na Simba TV ndani ya juma hili imezalishwa kutokea hapa visiwani Zanzibar. Kama ambavyo unaona mazingira na mandhari ni ya tofauti kabisa na Simba TV zilizopita. Mimi ni Tobias Sebastian, usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV ndani ya juma lijalo. Bye.